kero letu tulichokuwa nacho mpaka sasa hivi ni kuhusu mnada. Mnada ndo changamoto yetu kubwa mpaka sasa hivi hapa kwenye soko letu la Chuini. Kwa hiyo sisi ilikuwa tunaomba mheshimiwa na viongozi wako waliokuzunguka, tunauomba mnada, manake leo tuliambiwa kama utakuja mnada, lakini mpaka sasa hivi mnada haujaja, na ndo tulikuwa tuna imani kubwa leo mnada ndo unaingia. Kwenye kibaraza, kwenye mkataba wetu tuliopewa umeandikwa kwamba kila kibaraza au kizimba kila mmoja atalipia shilingi 40,000. Haijalishi tuko ngapi, lakini kibaraza kimeandikwa mtu atalipia shilingi 40,000. Lakini sasa hivi mheshimiwa, kibaraza kimoja tunalipia shilingi 80,000 kwa watu hawa wawili au wakati mwingine watatu kabisa. Kwa hiyo tunajikuta tunabanana, tunapata changamoto ya kubanana, na kingine tunashindwa kulipia gesi na vibaraza. Kwa hiyo ombi letu sisi mama ntilie, nilikuwa naomba mheshimiwa tuwe tunalipa kwa siku. Ile ya mwezi 40,000 inatushinda, au kama utapenda mheshimiwa hiyo 40,000, lakini tukikaa wawili tuichange tu, mimi nitoe 20,000 na wewe hapa 20,000, tuilipe ile 40,000 iliyoandikwa kwenye mkataba, kwa sababu vikuta bei juu na mnada hakuna. Kwa hiyo walio wengi wanakuwa wanapoteza misingi yao, wanakata na misingi hiyo nimepata hiyo kwa sababu ya mikopo. Wote mnaona mikopo inakufa, hana shida ya kulipa. Kwa sababu nini? Vitu ghali. Mimi nimekuja maksudi leo kuangalia, tulishapanga na basi tuzunguke hili jambo tuje tuliweke vizuri. Tumekuja leo kwa nia njema, masoko yote sisi tunapenda wafanyabiashara wote ni Wazanzibari, ni Watanzania. Lazima tuhakikishe ile azma ya Mheshimiwa Rais inatekelezeka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hili jambo hatutanii. Hawa watu ambao mmepanga waweke mnada hapa, binada ifanyike hapa. Ile ya Jumbi itafanyika Jumbi, na ya Mombasa itafanyika Mombasa, na kama Kwerekwe itafanyika Kwerekwe. Lakini hapa bila ya mnada hili soko haliwezi kuendelea. Kwa hiyo tukubaliane, kila nitakapopita najua wananchi wataniambia hilo. Na hili tulikuwa tunaumisha vichwa sana. Tukubaliane Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkurugenzi na wakuu wa wilaya. Saa nyingine si issue ya soko, ni issue ya vita ya mapato. Mapato yote yanakwenda serikalini. Ukipata hapa Chuini, ukipata Jumbi, mwisho wa siku yote yanakwenda serikalini. Lakini kunaonekana kuna mambo mengine nje ya hili. Tafadhalini sana, kamati za usalama mko hapa, taarifa zipo, fuatilieni soko hili liweze kufanya kazi vizuri, wananchi wafanye kazi vizuri. Wajasiriamali wetu hasa mama ntilie na wale wengine, nimekuta pale wanasema kikuta kimoja mkataba unasema 40,000, lakini leo wanalipa 80,000, kwa maana kile kimoja wanapewa wakae watu wawili. Naomba mkataba uheshimiwe na utaratibu ufuatwe na wananchi waendelee kupata huduma vizuri. Nikisema hivyo naamini nimeeleweka Kama mkataba wetu umesainiwa kwamba kikuta kimoja ni 40,000, ilipo 40,000 kwa kikuta kimoja. Mmenielewa? Inawezekana wamekaa wafanya biashara wawili, lakini mkataba umesema kikuta kimoja. Liangalieni hilo vizuri. Otherwise mkibadilisha mikataba ibadilisheni vizuri. Tusije tukaenda kinyume na mkataba wetu, baadaye tukaja tukapata tatizo la kisheria. Swala zima la mikopo hili nataka niwaambie wajasiriamali. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Hussein Mwinyi kwa imani kubwa kwenye bajeti hii kupitia Wizara ya Uwezeshaji ametenga bilioni 47 kwa ajili ya wajasiriamali. Fedha hizi zitakuwa ziko kwa Wizara ya Uwezeshaji. Naamini ile mamlaka ya uwezeshaji kwa maana ZEA watazisimamia vizuri, na tutawaelekeza waje basi waonane na wajasiriamali hawa, mama ntilie na wajasiriamali wengine, mzungumze ili muweze kupata ile mikopo. Ziara yako hii kwa hakika hata sisi wasaidizi wako imetusaidia na imetufungua baadhi ya mambo mengi kutokana na maelekezo tuliyopata hatua kwa hatua.
Mapenzi yanaonyesha pale unapowaita watu, wanaposikia watu unakwenda na wao wakaacha mambo yao wakasema waje kusikiliza. Kwetu sisi Mheshimiwa, hii ni faraja kubwa, na tunaamini kwamba yale maelekezo yako uliotupa, maagizo na haya utakayotuachia hapa, sisi kama wizara, viongozi wa wizara na wenzetu, mkuu wa mkoa na timu zake zote, tutahakikisha Mheshimiwa tunayafanya haya na hatuendi kuyakalia. Maana mtu kwambia basi Mheshimiwa tunachukua tunaenda kuyakalia, tunajua ndo hainukia, lakini kwa sababu ya upekee na uzito wa mambo haya na maelekezo yako, na kwamba wewe ni mtu ambaye siku zote unatuambia tukipita kwenye field tukirudi, manake field tuliopitia yawe na impact.